Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu ambaye ametujalia kukutana siku muhimu kwa ajili ya lengo moja la kutangaza matokeo ya somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa darasa la 7 na upimaji wa darasa la 4. Hapa mbele yetu kama tulivyosema kwamba Sista kiongozi mkuu ni Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar Zubeir akiwa na mufti mwenza wa Zanzibar Sheikh Saleh Khan. Lakini sambamba na hao kuna viongozi wa kitaifa ambao ndio wanahusika na uendeshaji na usimamizi wa michakato yote ya Sista huko mkoani. Na kwa hapa tulipo mwenyekiti atuko naye na dharura ya Muhammad Ramadhan Kasim, lakini tuna makamu mwenyekiti Sheikh Musa Kundecha yuko hapa ambaye anatusomea taarifa ya matokeo, lakini pia tunaye katibu mkuu wa Sista ambaye pia ndiye katibu mkuu wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Haji Jabiri Nduma. Yeye mambo yote yanayofanyika ya Sista somo la elimu ya dini ya Kiislamu yeye ndiye anayetuagiza sisi. Kwa sisi wote kama watendaji tuko chini ya ofisi yake, ndio tuko naye hapa. Lakini kwa wajumbe wengine tulionao, tuna mjumbe pale pembeni, yeye anaitwa Mwalimu Faume Zogera. Yeye ni kaimu mwenyekiti idara ya mitaala na mitihani, ndio maana yuko hapa sababu jambo linahusu mitihani. Na viongozi wengine tuko nao hapa mbalimbali. Tunao viongozi wametoka Kilimanjaro kwa ajili ya kufuatilia matokeo. Tunaye kabla kwenda huko, tunaye mwenyekiti wa idara ya mafunzo kwa mtandao ya Sista makao makuu Mwalimu Adamu Kaoneka. Lakini pia tunaye mwenyekiti wa Sista mkoa wa Kilimanjaro ametoka kule, pia ni mkurugenzi wa Uchira Girls, amekuja kwa ajili ya kufuatilia matokeo. Pia tunaye mwenyekiti wa mkoa wa Arusha na Jawaza, naye amekuja kwa ajili ya kufuatilia matokeo. Na tunaye brother Msofe pale pia atokea Same Mwanga, naye anafuatilia matokeo. Sambamba na hao tunao kuanzia pale kwa mratibu wa Sista kwa Ubungo maalum brother Shabani Hamis, naye brother Abdul Hamis pia yeye pia ni mratibu wa Sista Ilala. Na tunaye brother Muhammad Makim, yeye ni CEO wa TISOA, yeye taasisi inayojumuisha shule na wamiliki wa shule za Kiislamu. Na mimi hapa naitwa Faisal Muhammad Mzad, mratibu wa Sista ya taifa. Baada ya utambulisho huo, sasa naomba twende moja kwa moja kwenye shughuli yetu kubwa. Tutakuwa na taarifa mbili muhimu. Taarifa ya kwanza ni taarifa ya matokeo ambayo itasomwa na makamu mwenyekiti wa Sista Musa Kundecha, lakini taarifa ya pili itakuwa ni maendeleo ya somo la dini ya Kiislamu, lakini pia maendeleo ya ufanyikaji wa mitihani hii ya taifa ya somo la ICT, ambao yeye kwa umuhimu wa taarifa yenyewe itaongozwa na katibu mkuu wa Sista Sheikh Alhaji Jabiri Nduma. Kwa utangulizi huo, naomba rasmi tumkaribishe makamu mwenyekiti kwa ajili ya kutupa taarifa ya matokeo, na baada ya pale tutaingia taarifa ya pili ambayo itakuwa chini ya katibu wetu mkuu Alhaji Mkuu. Nashukuru sana, karibuni sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Naamini protoko za utambulisho zitakuwa zimekwisha. Mimi nasoma tu na mna hakika nani anayesoma. Taarifa ya matokeo ya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi na upimaji wa darasa la 4 somo la dini ya Kiislamu
mwaka 2026. Utangulizi. Shukrani zote anastahiki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa viumbe wote, aliyetuwezesha kukutana hapa leo. Kadhalika rehma na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye aliteuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa mwalimu wa mwanzo wa somo hili katika umma huu na ulimwengu kwa ujumla. Kwa taufiki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, leo hii tista inayo furaha kuwatangazia matokeo ya mtihani wa kuhitimu elimu ya msingi upimaji wa darasa la 4 katika somo la elimu ya dini ya Kiislamu uliofanyika Agosti 12, 2026. Hadi kufikia mwaka huu wa 2026, haya ni matokeo ya 16 mfululizo tangu kuanza kufanyika rasmi kwa mtihani wa kitaifa kwa darasa la 7 kwa mara ya kwanza kwa upimaji wa darasa la 4 katika somo hili. Aidha, kwa mtihani wa darasa la 7, mtihani huu ulianza kufanyika kwa kibali cha kamishna wa elimu tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2011. Namba 2, usajili na mahudhurio. Mtihani wa darasa la 7 ulijumuisha shule 4537 kutoka katika halmashauri 167, mikoa 31 ya Tanzania bara na visiwani zilifanyika. Aidha, jumla ya watahiniwa 168,567 walisajiliwa kufanya mtihani huo, ambao kati yao walikuwepo wasichana 92,046 sawa na 54.60 na wavulana 76,521 sawa na 45.40 ya watahiniwa wote. Pamoja na hao wote walikuwepo watahiniwa wenye mahitaji maalum 5 ambao ni sawa na 0.003. Mtihani huo ulifanyika kwa watahiniwa 153,184 ambao ni sawa na 90.87 ya wanafunzi wote waliosajiliwa, ambao kati yao walikuwepo wasichana 84,514 sawa na 55.17 ya watahiniwa wote. Aidha, watahiniwa wenye mahitaji maalum waliosajiliwa walikuwa 5 na wote walifanya mtihani sawa na 100% ya watahiniwa waliosajiliwa katika kategori hiyo. Kutokana na sababu mbalimbali, wanafunzi 15,383 ambao ni sawa na 0.01 hawakuweza kufanya mtihani. Kwa upande wa upimaji wa darasa la 4, jumla ya shule 343 kutoka katika halmashauri 35, mikoa 13 ya Tanzania bara na visiwani, shule hilo zilisajiliwa. Jumla ya wanafunzi 19,138 walisajiliwa kufanya upimaji huo, ambao kati yao walikuwepo wasichana 9,637 sawa na 50.36 na wavulana 9,501 sawa na 49.64 ya watahiniwa wote. Wanafunzi 15,653 ambao ni sawa na 81.79 ya wanafunzi wote waliosajiliwa walifanya upimaji huo, ambao kati yao walikuwepo wasichana 7,908 sawa na 50.52 na wavulana 7,745 ambao ni sawa na 49.48 ya wanafunzi wote waliosajiliwa. Kutokana na sababu mbalimbali, wanafunzi 3,485 ambao ni sawa na 18.21 hawakuweza kufanya mtihani.
Matokeo ya mtihani. Ufaulu wa ujumla. Matokeo ya mtihani wa upimaji wa mwaka huu yametolewa katika madaraja matano kwa maana A, B, C, D na E kulingana na alama alizopata mwanafunzi au mtahiniwa. Aidha, mtihani wa upimaji zilikuwa na jumla aidha mtihani na upimaji zilikuwa na jumla ya alama 50 kila moja, kwa maana mtihani 50, upimaji 50. Itazingatiwa kuwa ufaulu endapo utakuwa umepata au mtahiniwa itakuwa kama amepata daraja A au B, C au D. Mchanganuo wa madaraja hayo kwa alama ni kama ifuatavyo. Jedwali namba 1 una alama, daraja na viwango vya ufaulu. Namba 1, alama 41 mpaka 50 litafsiriwa kuwa hiyo ni A na matokeo yake ya ufaulu yatatambuliwa kama ni matokeo bora. Alama 31 mpaka 40 itatazama ni daraja B ambalo viwango vya ufaulu wako vitatathminiwa kwa maana ya vizuri sana. Alama 21 mpaka 30 itatafsiriwa ni daraja C na vipimo vya alama ufaulu itakuwa ni vizuri. Namba 4 ni alama 11 mpaka 20 itahesabika ni daraja D na viwango vya ufaulu itakuwa jambo hilo linaridhisha. Na eneo la 5 ni kutoka 0 daraja au alama 0 mpaka 10 litatafsirika ni daraja E na viwango vya ufaulu maana yake ufaulu huo hauridhishi. Jedwali la pili, madaraja ya ufaulu kwa asilimia. Madaraja A, B, C mpaka mwisho, idadi kwa wanafunzi wote waliofanya. Daraja A walifanya wanafunzi 10,000 au walipata wanafunzi 10,030 sawa sawa na asilimia 6.55. Daraja B walipata wanafunzi 30,100 sawa na asilimia 19.50. Daraja C walipata wanafunzi 50,959 sawa na asilimia 33.27. Daraja D walipata wanafunzi 50,803 sawa na asilimia 33.16. Na daraja E walipata wanafunzi 11,391 sawa na asilimia 7.44. Katika mtihani wa darasa la 7, watahiniwa waliofanya mitihani wa somo ya dini ya Kiislamu mwaka 2026 walikuwa 1,153,184. Idadi hiyo inaonyesha ongezeko la watahiniwa 6,377 ikilinganishwa na watahiniwa 146,807 waliofanya mtihani wa somo hili mwaka 2025. Aidha, katika watahiniwa 153,184 waliofanya mtihani wa mwaka huu 2026, watahiniwa 141,793 walifaulu katika daraja A hadi D. Jedwali lifuatalo linaonyesha madaraja ya watahiniwa hao ikilinganishwa na mwaka 2025. Jedwali linaonyesha mwaka 2026 ufaulu wa jumla ulikuwa ni asilimia 92.56. 2025 ufaulu wa asilimia kwa ujumla ulikuwa 81.82. Kwa hivyo utaona yako maendeleo yaliyotoka kutoka 81 kwenda kwenye 93. Na daraja A alikuwa wanafunzi 10,030 ukilinganisha na 2025 walikuwa 1,804. Daraja B walikuwa wanafunzi 30,001 ukilinganisha na 25 waliofaulu 7,370. Daraja C walikuwa 50,000
959 kwa 2026 ukilinganisha na 2025 waliokuwa 32,789, na daraja D walifanya wanafunzi 80,803 ukilinganisha na 2025 daraja D walipata 24,019 na daraja E walipata wanafunzi 11,375 ukilinganisha na 14,656 ya 2025. Kwa hivyo yako mabadiliko kutoka 25 na kwenda 26. Jedwali namba 1 linaonyesha kuwa kiwango cha ufaulu kimeongezeka kutoka 81.82 mwaka 2025 hadi 92.56 mwaka 2026, sawa na ongezeko la pointi za 10.74. Aidha, kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi watahiniwa waliopata alama A na B, huku idadi waliopata daraja E ikipungua kutoka 14,656 mwaka 2025 hadi kufikia 11,375 mwaka 2026. Hali hii inaonyesha kuimarika kwa kiwango cha ufaulu wa mitihani wa mwaka 2026 ukilinganisha na mwaka wa 2025. Kuongezeka kiwango cha ufaulu wa 2026 kumechangiwa na kukua kwa uelewa kuhusu dhana ya upimaji na umahiri kwa wadau na kuakisi kuwepo kwa mabadiliko chanya katika mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji wa somo hili. Katika upimaji wa darasa la 4, jumla ya wanafunzi 15,653 walifanya upimaji wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu mwaka 2026, ikiwa ni mara ya kwanza kwa wanafunzi wa ngazi hiyo kufanya upimaji wa kitaifa. Kama tunavyozungumza hapa, tunazungumza mambo ya kitaifa. Aidha, katika wanafunzi 15,653 waliofanya upimaji huu, wanafunzi 14,540 walifaulu katika daraja A hadi D. Jedwali namba 4 linaonyesha daraja la ufaulu wa wanafunzi hao kwa asilimia. Madaraja A walikuwa wanafunzi 1,331 sawa na 8.50. Daraja B walikuwa wanafunzi 2,358 sawa na 15.06. Daraja C walipata wanafunzi 4,946 sawa na 31.60. Daraja D walipata wanafunzi 5,505 sawa na 37.72. Daraja E walipata wanafunzi 1,112 sawa na 7.10. Ufaulu wa jumla kwa asilimia ulikuwa ni 92.89. Linaonyesha kuwa idadi kubwa ya watahiniwa walipata daraja E, daraja D, hali inayoashiria kuwa sehemu kubwa ya watahiniwa imefika kiwango cha chini cha umahiri unaotarajiwa. Hivyo kuna umuhimu wa kuendelea kuimarisha mchakato wa ufundishaji na ujifunzaji unaozingatia umahiri ili kuwawezesha wanafunzi wengi zaidi kufikia viwango vya juu vya ufaulu. Kama tulivyosema, hii ni mara ya kwanza jambo hili linafanyika. Pongezi na shukrani. Matokeo ya mtihani huu yasingekuwa pasi na mchango ya wadau wengi ambao haitawezekana kuwataja kila mmoja katika taarifa hii. Hata hivyo, kwa ujumla wao, SISTA inawashukuru Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya TAMISEMI, makatibu tawala wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri, idara za elimu ya msingi, walimu wakuu, walimu walezi, wasimamizi wa mitihani, wasahihishaji wa mitihani hiyo, walimu wote waliofundisha masomo hayo, wanahabari, pamoja na wadau wote walioshiriki katika kwa hali na mali kufanikisha mtihani hiyo. Kama tunavyosema katika kipindi hichi ambacho katibu atakuja kulitaja hilo kwa namna bora zaidi, tunashukuru halmashauri zetu, yale makasiki, strong room zote zile za serikali zilisaidia sana kuhifadhi mitihani hii, na matarajio yetu ni kwamba
zoezi hilo litaendelea mpaka ambapo serikali itakuwa ikisimamia yenyewe moja kwa moja. Aidha, TISTA inawapongeza watahiniwa wote waliofanya mitihani kwa kuwa na utulivu na kuzingatia taratibu za mitihani katika kipindi chote cha uendeshaji wa mtihani huo, kwa sababu toka tumeanza zoezi la utawanyaji wa mitihani, ufanyaji wa mitihani, usahihishaji, hatukupata corruption, hatukupata lalamiko lolote la kuchiti, kuibia wala kuiba mtihani. Kwa hivyo tunapenda pia kuwashukuru wanafunzi wetu katika jambo hilo, na pia upatikanaji wa matokeo umetokea katika sura nzuri. Matokeo ya kila shule yanapatikana katika tovuti ya TISTA ambayo nakala yake mtapatiwa, itakuwa ni rahisi na nyinyi kufuatilia katika zoezi hilo. Mimi ni makamu mwenyekiti wa TISTA, napenda kuwasilisha taarifa hiyo, na kabla ya kuwaruhusu kusema chochote, nafasi hii sasa nimwachie katibu mkuu wa TISTA, ataeleza mambo ya kiufundi yanayotokana na jambo hili inshallah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu na kumtakia ziada rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru makamu mwenyekiti wa TISTA kwa uwasilishaji wa matokeo ya upimaji wa darasa la 7 na darasa la 4 wa elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru nyie wanahabari kwa kuhudhuria katika mkutano huu maalum wa kutangaza matokeo haya. Lakini pia niwashukuru wadau wote walioshiriki kwa namna moja au nyingine katika kufanikisha matokeo haya, lakini pia katika wale ambao walishiriki katika ufundishaji mpaka ikafikia wanafunzi wakawa na weledi katika kushiriki katika mitihani hii. Lakini kubwa kabisa, kabla sijaingia kwenye ajenda yangu hii ya kuzungumzia taarifa ya historia ya elimu ya dini ya Kiislamu, nilichokigundua katika matokeo haya ya mitihani ambacho kinatia matumaini makubwa ni kwa namna ambavyo nimeona wanafunzi wa kike wamekuwa na hamasa kubwa sana katika kushiriki somo hili la elimu ya dini ya Kiislamu, na tunaamini kwamba vijana wa kike ni chachu kubwa sana ya maendeleo katika jamii yetu, lakini ni jamii ambayo katika maeneo mengine iliachwa nyuma. Kwa hiyo ni dhahiri kwamba katika somo la dini ya Kiislamu vijana wa kike hawajaachwa nyuma. Kwa hiyo hilo mwenyekiti, ni jambo la kushukuru na kupongeza sana, kwa sababu nimeona asilimia ya vijana wa kike walioshiriki ni asilimia 54.9 kama sikosei, ukilinganisha na asilimia ya wavulana. Na maadili mema yakisimama kwa vijana wa kike, ni dhahiri kwamba tutakuwa na kina mama wazuri ambao wengi ndio walezi wa kwanza wa jamii yetu na familia zetu. Kwa hiyo kwa hilo tuwapongeze sana na tuseme alhamdulillah katika hatua hiyo ambayo tumefikia. Baada ya kuzungumza hayo machache, pia nichukue nafasi hii sasa kutoa taarifa maalum ya maendeleo ya mtihani wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kuanzia historia yake huko nyuma. Historia ya somo hili ni kwamba utahini wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu, yani EDK, nchini una historia ya muda mrefu katika ngazi mbalimbali za elimu. Mfano, mtihani wa kidato cha 4 ulianza mwaka 1977. Ukichukua 77 mpaka leo tuna takriban miaka 49 kuelekea miaka 50. Kidato cha 6 mwaka 1985. Ualimu ngazi ya diploma mwaka 1988, na ualimu daraja la 3A cheti mwaka 2009.
Katika elimu ya msingi, mtihani wa darasa la 7 ulianza mwaka 2006 na kupewa kibali rasmi mwaka 2011, huku upimaji wa darasa la 4 ukianza rasmi mwaka huu 2026. Historia ya mtihani wa darasa la 7. Mtihani wa elimu ya dini ya Kiislamu darasa la 7 ulianza kuendeshwa mwaka 2000. Mtihani wa elimu ya dini ya Kiislamu darasa la 7 ulianza kuendeshwa mwaka 2006 chini ya Islamic Education Panel kipindi hicho, na tarehe 13 Juni 2011 kamishna wa elimu alitoa kibali cha kuendesha mtihani huo. Tangu mwaka huo 2011 hadi sasa mwaka 2026 mtihani huo umeendeshwa kwa miaka 16 mfululizo katika maeneo mbalimbali nchini katika kipindi hicho, na jumla ya watahiniwa 1,0806,230 wamefanya mtihani huo. Takwimu hizi zinaonyesha ukuaji wa mtihani huu kutoka watahiniwa 24,892 mwaka 2011 hadi watahiniwa 1,667,574 mwaka 2006, pamoja na ongezeko la wigo wa kushiriki kwa shule na wilaya na mikoa mbalimbali nchini. Upimaji wa darasa la 4. Mwaka 2026 TISTA imeanza kwa mara ya kwanza upimaji wa kitaifa wa elimu ya dini ya Kiislamu kwa wanafunzi wa darasa la 4. Upimaji huo ulifanyika tarehe 12 Agosti 2026 na kushirikisha wanafunzi 15,653 kutoka katika shule 343 katika wilaya 35 na mikoa 13. Kuanzishwa kwa upimaji huu ni hatua muhimu katika kufuatilia mapema kiwango cha umahiri wa wanafunzi na kutoa mrejesho utakaosaidia kuboresha ufundishaji na ujifunzaji kabla ya kufikia ngazi ya kuhitimu elimu ya msingi. Nini umuhimu wa somo hili la elimu ya dini ya Kiislamu katika kujenga maadili na kulinda amani ya taifa letu? Elimu ya dini ya Kiislamu si somo la maarifa darasani pekee, bali ni nyenzo muhimu ya malezi ambao humjenga mwanafunzi katika kumcha Mwenyezi Mungu, kuheshimu utu wa binadamu, kusema ukweli, kutunza amana, kuwajibika, kuwa na nidhamu, kuheshimu wazazi na viongozi, kupenda kazi na kuishi kwa wema na wengine. Maadili haya yana mchango mkubwa katika kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, rushwa, ukatili, matumizi ya dawa za kulevya, uhalifu, chuki na misimamo mikali isiyokuwa ya msingi. Mwanafunzi anayejengewa maarifa pamoja na maadili ana nafasi kubwa kuwa raia mwema na anayeheshimu sheria tofauti na watu tofauti za watu na kushiriki katika kulinda umoja, mshikamano na amani ya taifa letu. Kwa hiyo, kuimarisha kwa elimu ya dini ya Kiislamu ni kuiwekeza katika kizazi chenye maarifa, maadili, uwajibikaji na uwezo wa kuishi kwa amani na wengine. Ombi mahususi kwa serikali. Takriban miaka 16 sasa Waislamu kupitia vyombo mbalimbali, kupitia Islamic Education Panel kipindi hicho na hasa waliowatangulia na sasa hivi TISTA imeendesha mitihani ya dini ya Kiislamu ya darasa la 7 na kujenga uzoefu mkubwa wa kitaaluma na kiutendaji katika kusimamia katika usimamizi na upimaji wa somo hili. Aidha, kuanzia mwaka 2027 kwa mujibu wa mtaala ulioboreshwa, elimu ya msingi itaishia darasa la 6. Katika kuendana na mabadiliko haya, TISTA imekamilisha mitaala miktasari ya elimu ya dini ya Kiislamu kwa elimu ya msingi na mtaala wa mwaka 2026 umeandaliwa kwa kuzingatia mfumo wa upimaji unaolenga umahiri, yani amali. Kwa kuzingatia uzoefu huo, mabadiliko ya mfumo wa elimu Tanzania Islamic Education Teaching Association TISTA inaiomba serikali kupitia mamlaka husika
kuanza kulitahini somo hili rasmi la elimu ya dini ya Kiislamu katika shule za msingi kuanzia mwaka 2027. Ikumbukwe kwamba haya ni maombi tunayarejea mara kwa mara, na katika moja ya makongamano au hafla za baraza la Idi na Maulid tuliwahi kuomba tena kupitia Mheshimiwa Rais na Waziri wa Elimu kwamba kwa kujenga maadili ya vijana wetu, basi somo hili lirasimishwe kuanzia ngazi ya chini, ili msingi unaojengwa katika somo hili ngazi za juu huo umeanzia ngazi za chini na upate ule uzito unaostahiki. Hatua hiyo haitalenga tu kuongeza mzigo wa mitihani kwa wanafunzi, bali kuimarisha ubora na uwajibikaji katika ufundishaji na ujifunzaji wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu, na kuweka viwango vinavyolingana vya upimaji na kutoa mrejesho wenye tija kwa wanafunzi, walimu, wazazi na wadau wengine wa elimu. Wito kwa walimu, wanafunzi na wadau wengine wa elimu. TISTA inatoa wito kwa walimu Waislamu kuendelea kutekeleza jukumu lao kwa weledi na kuhakikisha somo linafundishwa kwa kuzingatia mtaala, mbinu zilizolengwa za umahiri na malezi ya maadili. Aidha, wanafunzi wanahimizwa kulipa somo hili umuhimu unaostahiki katika kushiriki kikamilifu katika ujifunzaji na kutumia maarifa na maadili wanayojifunza katika maisha yao ya kila siku. Wazazi na walezi wanaombwa kushirikiana na walimu na uongozi wa shule katika kufuatilia maendeleo ya watoto wao na kuwahamasisha kujifunza elimu ya dini ya Kiislamu. Aidha, wanahimizwa kuwaandalia mahitaji muhimu ya kujifunzia yakiwemo vitabu, madaftari na vifaa vingine vya kujifunzia pamoja na mavazi stahiki kama vile hijab kwa wanafunzi wa kike na kuhamasisha kufanya mitihani ya somo la dini ya Kiislamu mashuleni. Vile vile TISTA inatoa wito kwa Waislamu na taasisi mbalimbali na wadau wengine kuendelea kuunga mkono juhudi za kuimarisha ufundishaji, ujifunzaji, upimaji wa elimu ya dini ya Kiislamu nchini kwa kuchangia fedha kupitia akaunti za TISTA zilizofunguliwa katika kila mikoa. Michango hiyo ni muhimu katika kugharimia maandalizi ya uendeshaji wa mitihani pamoja na shughuli nyingine zinazolenga kuendeleza na kuboresha elimu ya dini ya Kiislamu nchini. Kwa kushirikiana na walimu na wanafunzi, wazazi, walezi na wadau mbalimbali, TISTA inaamini kuwa elimu ya dini ya Kiislamu itaendelea kuimarika na kutoa mchango mkubwa katika kujenga kizazi chenye elimu, maadili mema na uwajibikaji kwa jamii na taifa kwa ujumla. Hafla ya pongezi kwa wadau. Mafanikio ya uendeshaji wa mtihani hii yametokana na ushirikishwaji au ushirikiano wa wadau mbalimbali wakiwemo mashehe wa mikoa, mashehe wa mikoa ambao wao ni walezi katika TISTA, taasisi za Kiislamu, viongozi wa serikali, walimu, wazazi, wanafunzi na Waislamu kwa ujumla. Kwa kutambua mchango huo, TISTA chini ya viongozi wao wakuu, Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Bakari Zuberi bin Ali Mbwana, lakini pia Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Saleh Kaab, inakusudia kuandaa hafla maalum ya kuwapongeza wadau walioshiriki katika kufanikisha mchakato huu. Hafla hiyo inalenga kutambua mchango wao wa kuongeza ari na kuendesha na kuimarisha somo la dini ya Kiislamu hapa nchini. Kwa umuhimu wa hafla hiyo, TISTA inakusudia kumwalika Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia kuwa mgeni rasmi pamoja na wageni wengine. Shukrani na pongezi. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia kukamilisha jukumu hili muhimu la kuandaa na kuendesha mitihani pamoja na kutangaza matokeo yake. Tunashukuru na kuwapongeza viongozi wetu wakuu wa TISTA Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania Dr. Bakari Zuberi bin Ali Mbwana na kiongozi mwenza Mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Kaab kwa malezi yao na uongozi thabiti
wa usimamizi wao katika kuendesha na kuliendeleza somo hili la dini ya Kiislamu nchini. Vile vile tunawashukuru viongozi na taasisi za serikali, hususan Wizara ya Elimu, Sayansi, Teknolojia, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI, makatibu tawala wa mikoa, maafisa ya elimu wa mikoa, wakurugenzi wa halmashauri na maafisa elimu, walimu wakuu, wasimamizi wa mitihani na wahitimu wa elimu ya dini ya Kiislamu kwa ushirikiano wao. Hili tunalizungumza wazi kwa namna ambavyo kwa mwaka huu tumepata ushirikiano mkubwa katika mamlaka mbalimbali za kiserikali, hasa wakurugenzi wa halmashauri kwa kutoa na wakuu wa shule mbalimbali kwa kutoa kibali kwa matumizi ya miundombinu ya mashule yao kutumika katika kufanikisha mitihani hii, kama alivyozungumza makamu mwenyekiti kwamba kasiki zile za shule za misingi kule katika halmashauri mbalimbali zimetumika katika kuhifadhi mitihani ya taifa ya elimu ya dini ya Kiislamu, ambayo imepewa heshima kama mitihani mingine ambayo inatakiwa ihifadhiwe katika strong room kabla ya kwenda kufanyika katika tarehe zilizopangwa. Kwa hili tunawashukuru sana viongozi wote wa serikali na wadau wengine ambao wameshiriki kulipa uzito jambo hili ambalo kwetu sisi ni jambo muhimu katika kujenga maadili ya jamii yetu. Tunawashukuru pia taasisi za Kiislamu, mashehe wa mikoa na wadau wengine, viongozi wa taasisi mbalimbali, wazazi wote waliojitolea kwa hali na mali katika kufanikisha mchakato huu. Tunamuomba Mwenyezi Mungu tukufu awalipe malipo yaliyo mema kwa mchango wao katika kuendeleza somo la elimu ya dini ya Kiislamu na malezi ya watoto wetu. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.